wakati uliopita, katika majira yaliyopita, alikutumikia vizuri. Tumeona, tumesikia na tumeshuhudia. Hivyo hatuna mashaka juu ya utiaji nia wake, juu ya kutaka kuendelea kutumikia. Tunamkabidhi mikononi mwako Mungu. Asante kwa kumeendelea kumlinda tangu zilipoanza kampeni. Tumeona amani yako ikiendelea kustawi. Tunatamani kuona pia tunapoingia kwenye uchaguzi wa 29, amani yako iendelee kustawi. Tunatamani kuendelea kukuona na baada ya uchaguzi, amani yako iendelee kustawi. Yote hayo yanapotimia, ndipo tunaposema amani yetu ndio mshikamano wetu. Uamuzi wa kuandaa dua ya kuiombea amani nchi yetu ni jambo jema la kupongezwa kwa kuzingatia umuhimu wa amani na pia uzoefu uliopo katika kipindi cha uchaguzi hapa nchini na kwengineko duniani. Hivyo ni jambo la busara la kumwomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe kulikabili zoezi la uchaguzi kwa salama na amani. Hii ndiyo sababu kwa nyakati mbalimbali wananchi, hasa kupitia viongozi wa dini, wamekuwa wakiandaa dua, maombi na sala kuiombea nchi yetu pamoja na viongozi wake, jambo ambalo leo nimefarijika sana kupata nafasi ya kujumuika na Wakristo wa Zanzibar katika kazi hiyo. Napenda kutumia fursa hii kuhakikishia wananchi kwa serikali zote mbili zimejiandaa kuhakikisha kwamba kila mwenye sifa ya kupiga kura anapata haki yake ya kikatiba ya kuchagua viongozi kwa uhuru, kwa haki na kwa amani kabisa. Hivyo nichukue fursa hii ni kuombeni mjitokeze kwa wingi siku ya tarehe 29 Oktoba kwenda kupiga kura. Msiwe na hofu, ulinzi wa kutosha kabisa utakuwepo.